Karibu sana kwenye yanayojiri mitaani TV. Leo tutazungumzia kitu ambacho kinaathiri afya ya kila mtu kimya kimya: uvimbe wa ndani ya mwili au inflammation. Wataalamu wanasema uvimbe sugu unaweza kusababisha magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu, matatizo ya moyo na hata saratani. Lakini jambo zuri ni kwamba unaweza kudhibiti kwa kuchagua chakula sahihi. Hivyo leo hebu tuangalie vyakula vibaya zaidi vinavyochochea uvimbe mwilini. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, kwanza hebu tuelewe kwa urahisi uvimbe ni nini. Ni majibu ya kinga ya mwili unapojeruhiwa au unaposhambuliwa na vijidudu. Hii ni hali ya kawaida, ila tatizo ni pale uvimbe unapoendelea kwa muda mrefu bila sababu ya moja kwa moja. Hapo ndipo unaposikia watu wanaumwa viungo, wanachoka haraka au wanapata maradhi ya kudumu. Na chakula ndicho kinachoweza kuongeza au kupunguza hali hii. Sasa hebu tuone ni vyakula gani vinavyoongeza katika orodha ya wahalifu wa mwili. Vyakula vinavyosababisha hali hii ni soda, pipi, keki, juisi za viwandani. Vyote hivi vina sukari nyingi. Sukari huongeza homoni inayoitwa insulin, ambayo ikizidi husababisha uvimbe wa ndani. Wataalamu wanasema sukari nyingi ni kama mafuta kwenye moto wa uvimbe. Badala yake tumia asali halisi au matunda yenye sukari asilia. Chipsi, sausages, biskuti, mikate ya viwandani, vyakula vilivyosindikwa, yani hivi ni vyakula vya processed food. Vyote hivi vina kemikali nyingi kama preservatives na mafuta mabaya. Hizi kemikali zinachochea uvimbe kwenye mishipa ya damu na huongeza hatari ya magonjwa ya moyo. Njia bora: kula vyakula halisi vilivyopikwa ndani ya nyumba, si vilivyotengenezwa kiwandani. Mafuta ya kukaangia, mara nyingi reused oil, mafuta yaliyotumika. Hii ni tabia ya kawaida mitaani. Mafuta yale yale yanayotumika kukaanga tena na tena. Mafuta haya yanapokaa kwenye moto, mara nyingi huzalisha free radicals ambazo huharibu seli za kusababisha uvimbe. Mafuta haya huzalisha free radicals ambazo huharibu seli na kusababisha uvimbe. Wataalamu wanashauri tumia mafuta safi kama yale ya mizeituni, maparachichi au nazi.
mara kwa mara. Nyama nyekundu na iliyosindikwa, red unprocessed meat, nyama ya ng'ombe, sausage na nyama choma zina kiwango kikubwa cha mafuta ya saturated fats na kemikali za nitrates ambazo huchochea uvimbe. Kwa wengi, kula mara kwa mara nyama hizi huongeza maumivu ya viungo na hatari ya magonjwa ya moyo. Njia bora zaidi, kula mara chache na ongeza samaki, kuku, dengu kwenye mlo wako. Vinywaji vyenye caffeine na pombe kupita kiasi. Caffeine nyingi kutoka kahawa, soda na za nishati au pombe nyingi huathiri ini na mfumo wa kinga. Huathiri ini na mfumo wa kinga mwilini unapokuwa na sumu nyingi. Na ujibu kwa uvimbe wa ndani. Kunywa maji mengi, juisi za matunda halisi au chai ya kijani, green tea, ambayo hupunguza uvimbe. Mkate mweupe na vyakula vya wanga vilivyosindikwa. Mkate mweupe, wali mweupe, tambi, vyote hivi hubadilika haraka kuwa sukari mwilini. Matokeo yake ni kuongezeka kwa kiwango cha insulin na kuanza kwa uvimbe sugu. Badilisha nafaka kamili kama ulezi, mtama au brown rice. Vyakula vya kukaanga, deep fried foods, chipsi, maandazi, samusa na vitumbua. Kweli ni vitamu, lakini vina mafuta ya trans fats ambayo huharibu mishipa na kusababisha uvimbe wa kudumu. Watu wanaokula vyakula hivi mara nyingi wanakabiliwa na uchovu, maumivu ya viungo na shinikizo la damu. Baada yake, jaribu kuchoma au kuchemsha chakula chako vizuri. Sasa mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, je, unajua sio kila chakula kitamu ni salama? Mwili wako ni kama gari, ukiweka mafuta machafu utasababisha injini kuharibika. Wataalamu wanasema njia bora ya kupunguza uvimbe ni kula vyakula safi, mboga mbichi, matunda halisi, samaki, matunda mazuri kama maparachichi au mzeituni, na kunywa maji ya kutosha kila siku. Je, ni chakula gani kati ya hivi unachokula mara nyingi bila kujua madhara yake? Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, tuandikie kwenye comment section hapa chini, tukijifunza pamoja tuweze kubadilisha afya zetu hatua kwa hatua. Asante kwa kutazama na kusikiliza yanayojiri mitaani TV. Usisahau kulike, kusubscribe na kushiriki video hii. Kumbuka, afya njema huanza jikoni, na kila mlo unaamua mustakabali wa mwili wako
Tukutane kwenye video ijayo ambapo tutazungumzia vyakula bora vinavyopambana na uvimbe na kusafisha damu. Usikose. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.